tulimtayarisha tu asubuhi ya kuamkia, akaamuka akaenda shule, akamalizana tu na siku ya jana, ndipo sasa akarudi nyumbani. Katika ile harakati alipokuwa barabara, akakumbana na hiyo shida ya hiyo stima. Kwa hivyo kwa kuona kwangu kama mzazi, hiyo ni shida ya kiserikali. Kwa hivyo sababu ukiona haya posta ambayo zimeanguka hapo kitambo, alafu hiyo jana ianguke, imekaa sasa muda wa miaka kama 12 hivi. Kwa hivyo mimi tu ninaomba serikali wachukue hatua ili hatua iweze kupatikana ama haki ipatikane, kwa sababu hiyo ni shida. Kitu ikianguka karibu mwaka mmoja uliopita ama 2 na haijaamshwa, hiyo ni utepetevu ya usalama. Kwa hivyo mimi nasema tu kwamba ninahitaji haki iweze kutendeka. Sasa ninahisi uchungu sana, kwa sababu kulingana unapokuwa na mtoto lazima uko na tumaini, na saa hii matumaini yangu ni kama imekatika. Kwa hivyo ninaomba tu serikali waweze kuchukua hatua. Ugumu sasa ninapitia kwa sababu unajua mtu unapolelea mtu mpaka kiwango hiyo ni alafu ije ipatikane tena mauti ambayo ni kama imepitia mkono ya wengine, naona kama ni makosa. Nahisi uchungu, na nilikuwa naomba tu waweze tu kuchukua kwa uzito. Hii nyaya hii posti ya stima ilikuwa imekulwa na mchwa, na hii si mara ya kwanza maposto kuanguka. Kuna saa hii tusikamba kutoka saa hii kutoka hapa mpaka kwa shule kuna posti karibu 6 zilianguka. Sasa huyo mtoto jana walikuwa na safiri, na ni mtoto mdogo, ni mtoto wa miaka 11. Ni mtoto ya grade 7, na alikuwa anaenda nyumbani. Alikuwa pamoja na wengine. Sasa kwa bahati mbaya yeye ndio alikuwa mbele. Vile walikuwa walienda, kuna posti ya stima ambayo iko kwa nyuma yangu ilikuwa imeanguka hapo awali. Alafu hii nyingine ikaanguka tena, ikaangukia kwa bahati mbaya, ikaangukia hiyo kijana, akamgonga kichwa. Ni kama tu alikufa hapo, kwa sababu damu ilikuwa inatoka kwa mapua na masikio na mdomo pia. Sasa mtoto alipelekwa hospitali, ndio akaenda kukata roho huko. Sasa sisi tunalalamika kama wakaaji wa eneo hili ama viongozi. Kwa kweli hii stima ilikuwa imeletwa 2013, na tulikuwa tunatania tumeingia Kenya ambaye wengine wako. Na hii serikali vile walikuwa wamesema kuna 100% transition, watoto watakuwa wakisomea laptops, stima iende kwa shule. Sasa tulikuwa tunatania kama shule yetu itapata stima, watoto watasoma kama Wakenya wengine. Lakini kwa bahati mbaya hiyo miaka 13 stima hajawahi kuonekana kwa Longe 1. Sasa ile hasara ambayo inaleta maposti zinaanguka kwa chini, na inaumiza watoto, na inaumiza inafunga hata mabarabara. Sasa sisi tunauliza kwa serikali, kama jinsi walikuwa wanatangaza kuna nchi zingine ambayo wanatumia ile stima ya rural. Hapa ukisema rural ni kama ni historia. Watu hawajui stima, hawajawahi kuona mwangaza wa stima. Sasa tunauliza, kila mtu anajua mali yake vile inaenda. Ile serikali ambayo ilikuwa imeleta hii stima area hii ama hii maposti area hii, kwa nini wasitembee waone hii stima mahali ambayo inafanya kazi ama haifanyi? Kwa sababu hata sisi tunadai, sisi tunalipa ushuru kama Wakenya wengine, na serikali ni kama hawatujui. Tunajua hii stima inatoka national government. Ile kitu tunauliza serikali, hii area kuna watoto, kuna mashule, kuna hospitali na kuna watu, na tunadai sisi tulindwe kama Wakenya wengine. Hii stima sasa hii janga ilipokuja jana,
si hatujapata ofisa wa serikali. Na hii Kenya Power tulikuwa tumeeleza kwa muda mrefu juu ya hii maposti ambayo inaanguka. Wanatuambia tutakuja kushughulikia. Hata jana vile hii nilitokea, tulipiga simu headquarter yao ambayo ni Kabarnet. Wakatuambia tutapiga simu Marigat wa Kenya Power Marigat watakuja washughulikie. Sasa hii ndio wanakuja kusema sasa ndio tumepata habari. Kwani habari ambayo sisi tunapeana inaenda wapi? Tulijaribu kwenda mpaka ofisi sub county hapo Marigat kuchukua ulalamishi yetu kuhusu hizo mapost, kwa sababu since 2013 wakati waliweka, baada tu ya mwaka moja post inaenda baada ya mwaka. So at the course of duration of just 13 years, kila mwaka maposti inaanguka tu kwa barabara kutoka hapa mpaka Eldoret. So unfortunately juzi post 9 ilianguka, alafu hii ya jana ikakuja ku affect mtoto jioni. So we are very painful. Tunasikia uchungu sana kama wa jamii, kama wakaaji, sababu tumetengwa. We are marginalized. In fact we are marginalized in somehow kama jamii. Hii barabara watoto wanapitanga, magari yanapitanga, hii barabara yetu ni busy, lakini mahali shida iko ni hii maposti ya stima. Hii maposti ya stima wakati upepo unapokuja anaanguka. Kwa hivyo juzi ameanguka, hii sekenge unaona hapa hivi, karibu juzi anaua watoto ya nasari. Kwa bahati mzuri watoto anayepa naingia msituni, kuna wengine magarusha karibu na macho. Kwa hivyo jana watoto walikuwa wanatoka shule saa kama hiki, alafu hii posti ya stima akaangukia mtoto. Kwa bahati mzuri wengine bado yuko nyuma. Hii stima alikuwa anaenda kutoka Marigat, anapita hapo, wengine wanaenda mpaka primary, wengine hospitali na Leswa. Sasa kwa nini hapo hivi hatujaona dalili yoyote ya moto, hata siku moja, hata dakika hajatoka, hata hatujaona transformer, na alikuwa tunatarajia tutafanya maendeleo mingi kwa sababu stima ni mzuri. Kwa hivyo leo sisi tumeona sasa kama wakaaji wengine ni hasara, sababu tumepoteza mtoto na hii stima hajawaka tangu siku hiyo mpaka saa hii. Kwa hivyo tungetaka hii stima itolewe, hii mamiti yote itolewe, alafu baadaye angalie kama tutapata stima nyingine ile inasimama, ile maposti ile ya simiti, sababu hapa ni mahali ya flat. Maji yanaingia hapa wakati yote, na hii maposti atawasa. Amewekwa posti 2013, lakini hakuna kitu yote amewekwa sasa tena kuonyesha moto unataka kuingia kwa shule, ama moto unataka kuingia kwa hospitali, ama moto unaingia kwa center. Hakuna hata plan ya kuonekana sasa hii maposti inawekwa kwa laini. Ni kama kuna mpango tu ile tujui, kwa sababu mpango ya stima inakuanga hata naingia kijiji. Sasa hii angekuwa hata kuna singine angecross kuingia kwa ndani ya watu, alafu watu wanapata stima. Lakini stima penye imewekwa tu ni barabara, lakini hakuna chochote mafanyika kwa stima. Kwa hivyo hiyo ndio tumeshangaa. Hii stima sasa ni shida, ni shida ilikuwa ni ama ni nini? Kwa sababu hajatusaidia.